Na kutoka pande zote za dunia, Australia, Canada, USA, Soneto pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe. Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe ufuatao. Tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi tumia namba ambazo unaziona hapo kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV. Saidia Baraka1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka1 TV, saidia wazalendo. Uko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Tuko majira ya saa 9 hivi saa za Afrika Kati, ikiwa inaelekea 10 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako baba la baba mzee wangu Suma, Rajabu Akili Kabonga aka One Man Army, the one and only in town, DJP. Tuko tarehe 17 hivi mwezi ni wa pili 2026. Hali imekuwa ni mbaya kwa upande wa M23. Wameanza kukanyagana huku kifo cha Julien Paluku, kifo cha Magloire Paluku pamoja na Delcate Idengo kikiangukia kwenye kichwa cha moja kati ya viongozi wakubwa wa M23 ambaye ni bwana Imani. Inasemekana yeye ndiye alisababisha mauaji ya hayo watu. Na pia ndani ya M23 pia kuna mkanganyiko, kuna okadri mwingine ambaye Mwami Rajabu. Mwami Rajabu alipaningiwa na matatizo, ndugu yake aliweza kuwa enleve na inasemekana kwamba aliuliwa na M23. Kwa hiyo wanaanza kulana meno wao kwa wao. Kitu kingine ni kwamba Teresa Kaikwamba, waziri wa mambo ya nje wa DRC, amekutanana na uongozi wa Ujerumani, huku pia akionana na kamanda wa majeshi ya Ujerumani. Mikakati ni nini? Mipango ni nini? Ni kuhusiana na vita ya mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaonesha nguvu ya pamoja, demonstration force, huku wakiwa tayari kuingia kwenye uwanja wa vita kutonga na magaidi wa M23. Kwa upande wa Lumia, wazalendo wa watwanga ADF Nalu na huku kusababisha hasara kubwa kwa ADF. Tukiingia huko Walikale, M23 wa 9 wajisalimisha baada ya kukutanana na mkono wa chuma kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na waza. Karibuni sana na tuungane wote kwa pamoja ili kuwa kwanza kupata habari zetu. Like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok. Like na follow page zetu na hivyo utakuwa kwanza kuwa unapata haya matangazo kila wakati, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV. Tuanze na hili swala la hali imekuwa ni ya mchanganyiko kwa M23. Tarehe 16 za mwezi wa pili 2026, kiongozi mmoja mkubwa ndani ya muungano wa M23 aliweza kuzungumza mambo hadharani, huku hakimshtumu Kanali Imani Nzenze kuwa ndiye aliyesababisha mauaji ya msanii Delcate Idengo ambaye alifariki mwaka jana Goma baada ya kuuliwa na M23, na pia mauaji ya Magloire Paluku, mmoja ya kati ya watu ambao alikuwa wa M23 na alikuwa gavana wa Kivu ya Kaskazini, baadaye akajenguliwa, na alikuwa pia ameanza kulalamika kuhusiana na mwongozo wa M23. Sasa kitu kama hicho kimeleta hofu kubwa ndani ya muungano wa M23. Pia utakumbuka Mwami Rajabu naye pia ni mmoja kati ya magaidi wa M23. Ndugu yake aliweza kutekwa na kupelekwa kwa pasipojulikana. Taarifa zilisema kwamba huenda atakuwa aliweza kuuliwa. Sasa kile kitu kilimchanganya sana, kusema kwa nini sisi kwa sisi tena tunaanza kutekana ndugu zetu? Kwa nini mimi ndugu yangu mnambeba mnaenda mnamuua? Kwa nini? Ina maana wale ndugu za wengine ambao wako wanabebwa wanauliwa sio watu, lakini nyinyi kliki yenu basi guse ndugu zenu. Haya. Vyanzo vinasema kwamba hivi ni vyanzo vya kindani kabisa. Delcate Idengo aliweza kuuliwa tarehe 13 za mwezi wa pili 2025. Magloire Paluku naye pia aliweza kuuliwa mwaka jana vile vile, na wote wameuliwa katika mazingira yale yale ya kupigwa risasi. Na inasemekana
wahanga wote hawa wawili walitumikishwa kwa silaha moja, ile silaha yenye iliua Idengo, na ndio hiyo silaha pia yenye ilikuja kumuua pia Magloire Paluku. Na mtu ambaye aliweza kupewa hizo lawama pia za kufanya ma arrestation arbitraire na pia kuweza kuwafanya watu wakuwe wako hoya hoya ndani ya M23 AFC, na ameweza kutajwa pia kuwa kuna ndugu wengine watatu ambao waliweza kukamatwa huko maeneo ya Kalehe tarehe 3 Novemba 2025 na mpaka sasa hivi bado hawajapatikana. Katika kuzungumza kwake aliweza kusema ya kwamba bila kuwa na wasiwasi wala bila kupepesa macho, bila kuficha maneno, lazima nitakuwa niko mwazi sana. Haya mambo yote mwenye iko unayafanya ni Kolonele Imani Nzenze. Na inatakiwa huyu bwana Nzenze aweze kukamatwa na afikishwe kwenye mahakama yao ya M23 kwa sababu iko anafanya vitu kinyume na utaratibu. Kwa hiyo ndani ya M23 kumeingia tayari kasumu kale kwa wao kwanza utafutana. Huko nasikiza habari na maelezo kutoka Baraka1 TV. Aya, twende na hii kazi hapa. Waziri wa mambo ya nje Bi Teresa Kaikwamba amekutanana na amefanya mazungumzo na uongozi wa Ujerumani, baadaye kakutanana na Generali Dagvin Anderson ambaye ni mkuu wa majeshi wa Ujerumani, na pia waliweza kuzungumzia kuhusiana na aggression rwandaise. Vyanzo mahususi vinatuambia ya kwamba mambo matano ndiyo yaliweza kuzungumzika kwenye kikao hicho, ikiwemo moja, kuweza kuhakikisha kwamba wanaheshimisha makubaliano ya Washington; mbili, pia msaada wa kimkakati na pia ulinzi pamoja na usalama kwa ajili ya kuweza kumalizana na makundi yote ya kivita ambayo ni ya kigeni, na pia USA msaada kutoka Marekani wa ulinzi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uweze kuwekwa mikononi pia, na kugusia kuhusiana na uwezo wa kijeshi na intelijensia kati ya Kongo na German, jinsi wataweza kushirikiana wote kwa pamoja, na pia serikali ya Marekani inatakiwa iweze kutanua wigo wake wa intelijensia wa kimataifa ikiwa pia ndani ya DRC, pia na kuweza kuhakikisha kwamba nchi inakuwa iko huru na yenye kujiendeleza bila kutegemea, pia kuweza kuweka usawa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wake kutoka nchi za nje, na pia kuita wawekezaji wa Kijerumani kuja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unajua kipindi hiki ni kipindi ambacho serikali inatakiwa ipige milango, ipige hodi ngambo zote. Sawa? Na sisi ni taifa, tuko na haki ya kufanya collaboration na nchi yote yenye tunajisikia, ili tuweze kutengeneza mazingira yetu kama taifa yaweze kukaa sawa. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lipo kwenye maandalizi makubwa na lipo kwenye mikakati mikubwa ya kuweza kujiimarisha ili kuweza kuleta chachu na pia kuleta muonekano na muundo mpya wa kutetea taifa lake. Hapa nitakuja kukazia sana sana kwa sababu kuna baadhi ya watu ambao hawajui haswa ni nini ambacho kiko kinafanyika. Ninaposema hawajui nini ambacho kiko kinafanyika, lawama zinakuwa ziko ni nyingi sana kwa FARDC. Hapa juzi tuliweza kufafanulia kuhusiana na Garde Republicaine, kazi za Garde Republicaine, shughuli zake, gisi wanajiendesha, gisi wako wanafanya nini, lakini yote kwa yote FARDC inabakia kuwa jeshi pekee tegemezi ndani ya nchi hii. Unaona, huku wakisaidiana na wazalendo. FARDC wamekuja kwa wingi sana Uvira. Wako wingi Uvira
na nafikiri idadi ambayo tuko nayo hapa siwezi kuitaja, lakini ni idadi kubwa kiasi kwamba magaidi hawawezi kufua dafu. Unaona bwana? Magaidi hapa hawawezi kufua dafu. Hata wapande washuke hawawezi kufua dafu. Tuko na kila kitu. Yeah, tuko na kila kitu. Leo M23 wanaanza kulia kuhusiana na Kisangani. Wanasema wao Kisangani kuko ba mercenaire blanc. Kisangani kuko hivi. Sasa wao wanajisahau kwamba wao wako na mercenaries. Kila siku nitakuwa niko nawaambia jamani, M23 iko na ba mercenaire blanc. M23 iko na ba mercenaire blanc. M23 ni composition ya nchi zaidi ya 7, haiko cause congolaise. Wasiwadanganye. Sio ni cause congolaise. Bongo uongo. M23 iko na mercenaries kutoka nchi za nje. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo mwache kukongolize M23. Ile haiko ya bakongole. M23 ni ya ba Uganda. M23 ni ya ba Rwanda. M23 ni ya ba Sud Sudanais, ni ya ba Somalien. M23 ni ya ba Eritrea. M23 ni ya ba Kenya. M23 muko ba Polonais. M23 muko ba Turke. Muko. Sawa ndugu zangu? Kwa hiyo hatuna besoin ya kusema kwamba M23 tutaingiza ndani ya jeshi. Uongo. Tukiingiza M23 ndani ya FARDC, ufanya mixage. Ujua tunaingiza ba Uganda, tunaingiza ba Turke, tunaingiza. Sasa tunatakiwa kuweza kuwa dynamic. Kama tutafanya mixage, iko ni mixage iko exceptionnel. Cas par cas. Dossier par dossier. Ile hapana sema mko bangapi 50 aya mleta mko bangapi, tuko desa mko bangapi. Tuseme hivi kwa mfano leo M23 walipresenter kama ni 7000 komando wao. Komando mchwara. Aya hapa juzi bali presenter wengine 7000, wengine 5000. Kwa tukitia idadi yote kiujumla tukijumlisha M23 c'est l'homme effectif zao, si ndio? Yeah, M23 wanafika plus ya 30000 solda. Sawa? Sasa embo hata nawe kwa akili yako kabisa. Rebellion ukamate 30000 solda ya rebellion yote witie mu armée nationale. 30000 rebelle uwa convertir bengi mu armée nationale. Kweli? Ushaviona wapi? Ushaviona wapi? Wanaingizwaga barebele, sawa? Banena ingizwa mu armée kama 500, sabiko 500 hivi, 300, bakienda sana 2000, okay sawa. Mais hapana 30000 rebelle witimu mujeshi. Inakuwa nini sasa? 30000 rebelle witimu mujeshi. Si tuko ba general, si tuko ba colonel. Kwa hiyo tutafanya triage moja ya hatari. Nasema kama itakuwa ilifaa kufanya triage moja ya hali ya juu. Sawa? Ya hali ya juu. Haya, tuingie huko maeneo ya Lumia. Lumia, mapigano yaliweza kufanyika usiku wa kuamkia tarehe 15, 16, 2026 ndani ya bonde la Lumia ambayo inapatikana ndani ya kijiji cha Lotela, ikiwa ni maeneo ya Kianganda, pia na Luseke ndani ya groupment ya Manzia, ndani ya utawala wa Baswaga, ndani ya tarafa ya Lubero. Magaidi wa ADF ambao waliweza kukamatwa wakiwa na mapanga, walikuwa wanajaribu kwenda kuvamia hayo maeneo, waliweza kufanyiwa ambushi na wazalendo na hivyo kuweza kuwasambaratisha vibaya mno. So hii imekuwa iko ni habari njema sana kwa hii ambush ambao wazalendo waliweza kuwafanyia magaidi wa ADF nalo. So hivyo waliweza kusalimika wananchi wa haya maeneo na kusema kwamba kama hiyo ndio itakuwa inaendelea hivyo basi itawasaidia sana. Mapigano hayo ambayo yalianza kwa moto yalisababisha baadhi ya wakaaji wa maeneo ya Kianganda na kuweza kukimbia
kuelekea maeneo ya njia panda, na hata pia baada ya haya mambo kuweza kumalizika walirudi katika majumba zao na kuendelea kuishi maisha yao kama kawaida. Hiyo ni jambo la heri sana. Huko Walikale magaidi 9 wa M23 waliweza kuweka silaha zao chini baada ya kuweza kukiona cha moto kutoka kwa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya kiusalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa sio nzuri sana, la huku pia diplomasia ikiwa iko inafanya kazi yake, na tarehe 18 ndio tarehe ambayo inasemekana ambako Angola ilipropose iweze kuwa tarehe ya kuweza kusitisha mapigano, huko prosesisi za kumaliza vita zikiwa zinaenda iva na magaidi wa M23 waliweza kujisalimisha wao wenyewe kwa viongozi huko maeneo ya Chanjikiro ndani ya tarafa ya Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Kuendelea kujipunguza kwao ni kuendelea kupunguza pia idadi ya magaidi wa M23. Vyanzo kutoka hayo maeneo vinasema kwamba watu hawa wa M23 waliweza kuweka silaha zao chini bila mapigano, na hivyo kuweza kupunguza uwepo wa M23, na kuja kuweka kwao silaha chini pia kuliweza kufanya viongozi wa hayo maeneo kuwapokea na kuwaweka chini, na masuala mengine ya kiusalama, mahojiano hivi na hivi za kijeshi zikaendelea, na wakapelekwa kwenye viongozi wakubwa kwa ajili ya mahojiano zaidi. Ni miezi kadhaa ambayo imepita hapo nyuma ambapo kulikuwa kuna mapigano makali kati ya majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wakishirikiana na wazalendo wakitongana na magaidi wa M23, na huku pia Alliance Brave Congo na wao wakiwa wanajaribu kujiweka, lakini imekuwa mara kwa mara haya maeneo ikiwa ni ngumu sana. Unajua M23 wako Nord Kivu, pia wako Sud Kivu, na wako katika maeneo mengine ambako mara kwa mara unakuta wanajaribu, lakini wanakutanana na wazalendo, ndio maana hawako wanapata ile fursa ya kusema kwamba wanaweza kuadvance sana. Inakuwa iko na wapunguza nguvu, na ile kuwapunguza kwao nguvu inafanya pia siku zizidi kusonga, na FARDC na wazalendo pia waendelee kujitengeneza zaidi na kuendelea kuwadhibiti magaidi wa M23. Kwa hiyo kuja kujisalimisha kwa hawa magaidi wa M23 ni wale ambao walitoka kwenye ile formation ya magaidi wa M23 ambao wanawaita kwamba ni makomando wao. Nilikuwa nawaambia kwamba hizi ni sarakasi zenye wako wanafanya. Unaona, hizi ni sarakasi. Ndugu yangu Biondo Kilaba Mawe anazijua hizo sarakasi za kuruka majanti zenye banatia petroli. Ni sarakasi tu zinakuwa ni kawaida. Kwa hiyo sio kitu cha kusema kwamba ni formation ya ajabu. Ndio hawa. Na mimi nisema hawa hawatafanya mwezi hujasikia wanaanza kujisalimisha. Unaona? Mwezi haitaisha wanaanza kujisalimisha. Nafikiri ndio hawa ambao wamekuwa wako wanajisalimisha. So hii ni Baraka One TV na ni kipindi cha habari na maelezo. Haya, tuingie sasa hapa. Ushirikiano kati ya FARDC na Ujerumani. Jeshi la Ujerumani na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi ya Ujerumani na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaona, kuna watu ambao watakuwa wako wanajiuliza maswali. Kwa nini kila siku tunaenda huku? Kwa nini na hatuoni resulta yenye iko mu mikono? Jamani, kitu kiko na wakati wake. Na serikali haifanyagi vitu kama teroriste. No. Serikali inakuwa na projet za moyen na long terme. Na kuko moyen na long terme. Kuko projet za urgence. Kwamba hii iko urgence, hii ni ya dharura. Huu mradi ni wa dharura, unahitajika ufanyike sasa hivi. Kuna miradi ya kusema huu mradi tuutengeneze ndani ya miezi 3. Kuna mradi kwamba huu mradi tuufanye ndani ya mwaka na kuendelea. Sawa. Sasa kwanza sisi tuko na partnership na Ujerumani ya miaka mingi tu.
Na utakumbuka mwenyewe aliweza piga Ujerumani kumtoa huku kote Tanzania kote ni sisi. Mbafu moya. Sawa? Na mpaka leo uende Ujerumani utakutana kuko monima ya mbafu moya. Kwa hiyo wako na historia na Bakongole. Baada ya pale tukafanya maridhiano, tukaelewana, tukatengeneza ushirikiano, tukawa tunashirikiana kijeshi. Donc tuko na heshima kwanza kwamba hawa watu ni wapiganaji. Kwa hiyo kama ni wapiganaji na wanasemaga hivi maji ufuata mkondo. Taifa lenye nguvu aliendaga sehemu ya taifa lenye kuwa feble, hapana. Wanaendaga sehemu ya taifa lenye kuwa na nguvu vile vile. Nguvu uongeza nguvu. Huwezi enda kwenye kuna nguvu. Hapana, utashindwa. Kwa hiyo ndio maana unakuta Ujerumani tuko nao na tunashirikiana nao. Hii mipangilio ni mipangilio ya kijeshi. Kwa hiyo tutapata vitu vingi kutoka Ujerumani na sio bure, tunanunua, tunafanya ni ushirikiano. Tuko na kila kitu cha kufanya hivyo. Sasa katika hili swala kuna mkanganyiko ndani ya bunge la Umoja wa Ulaya. Unaona Umoja wa Ulaya ushatoa maresolution mengi. Na Umoja wa Ulaya uko unakondamne Rwanda ouvertement. Lakini sasa kuchukua maamuzi ndio hawachukui maamuzi. Wako wanasema tu hivyo. Sasa tufanye sasa kweli, hawafanyi kweli. Sasa ile kitu kinawatia wasiwasi baadhi ya wabunge. Hapa juzi mbunge mmoja alikataa hata ingia bungeni. Kusema haiwezekani niingie bungeni wakati mambo tukiyazungumza hayafanyiki kisi tulizungumza. Tunaongea hivi, watu wanafanya hivi. Sitaingia. Rwanda inabidi ikuwe kondane, ikuwe isole. Ishajulikana ni Rwanda ndio iko na agresi Kongo. Kwa nini tunaendelea kuilea? Sasa kuna mbunge mwingine mwanamama naye pia ameingia mule. So nipo nafasi hii ya uweze kumsikiliza. Chers visiteurs congolais, 1 an déjà que ce Parlement a adopté, presque à l'unanimité, une résolution destinée à mettre fin au pillage des ressources de la RDC et surtout stopper l'impunité qui sévit dans la région. Malheureusement, la Commission fait exactement le contraire. Elle continue de financer le Rwanda qui déroule désormais au grand jour sa caravane de la mort sur le sol congolais. Ne dites pas que vous ne le savez pas, puisque les experts des Nations Unies et les organisations humanitaires ne cessent de remonter les informations. Prenons pour exemple le rapport Mapping. Cela fait 16 ans que ce dernier dort dans vos tiroirs. Et on s'étonne que l'impunité monte en puissance dans cette région. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes pays dans le Rwanda qui agissent en toute impunité depuis plus de 30 ans. Il n'y a que Kagame qui est capable de signer un accord de paix à Washington, puis, 2 semaines plus tard, d'attaquer et d'occuper Uvira. Pendant ce temps, on continue de recenser les fosses communes laissées par l'armée rwandaise à Uvira. Avec cette guerre d'occupation, on parle, collègues, de plus de 11 millions de morts. Une femme est violée toutes les 4 minutes. Un enfant tous les 30 minutes. Plus de 9 millions de réfugiés et de déplacés. Oui, malgré ces chiffres horribles, l'Europe maintient sa coopération militaire et donne des millions au Rwanda. L'Europe, par ta passivité et ton financement, tu nourris les bourreaux et les pousses à multiplier leurs crimes sans aucune limite. Dites-nous votre bilan, donnez-nous vos chiffres. À partir de combien de millions de morts, des femmes et des enfants violés, allez-vous ouvrir les yeux et agir concrètement? Le peuple congolais n'a que faire de vos discours de condamnation stériles depuis 30 ans. L'heure est venue, collègues, d'agir positivement et concrètement. Madame la commissaire, courage, good luck pour ton voyage la semaine prochaine. J'espère que tu vas revenir avec la paix. Amani, amani, amani kwenu. Merci. Yes, asante sana. Nafikiri umeweza kusikiliza ujumbe huo kutoka kwa mbunge wa baraza la bunge la Umoja wa Ulaya,
Na kauli kama hizi ndio kauli ambazo ziko zinaenda. Unaona walisemaga hivi, ngoma ikivuma sana ujue inaenda kupasuka. Ndio hii. Hii kusema sema sana Rwanda mbona mnaifanya hivi? Mko mnaiachilia, hamuikondane, sekomsine nini? Ile kusema sema papa. Watu aibu itawashika sema bwana. Mambo shakuwa wazi sasa hivi. Na sisi tunakaa tuko ba complice mwi kitu. Sacrifices zinakuaga. Bata sacrifice Rwanda tu. Lazima watamsacrifice Paul Kagame. Atasema bwana. Mambo sasa huko inaharibika. Kwa hiyo bwana wewe kula zako hizo. Na watamwachilia. Na hicho ndio ambacho sisi tuko tunaenda tunatengeneza mpaka kieleweke. Mpaka Kagame akuwe lâché na Union Européenne, akuwe lâché na Nations Unies. Kwa sababu ni Kagame ndiye iko na maltraite watu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wanakufa, wanapoteza kila kitu kwa sababu ya Mr. Skeleton ambaye ni bwana Paul Kagame. Kwa hiyo kwa hii alile tunaenda nayo, ndugu zangu, msiwe na wasiwasi, mambo yanakwenda kubadilika. Sawa? Mambo yako yanakwenda kubadilika na kila kitu kitarudia kwa nafasi yake. Serikali itachukua majukumu yake kama serikali, itaimarisha mipango yake kama serikali, na wananchi, maendeleo, kila kitu itarudi na nchi itasimama, kwa sababu tunatakiwa tutengeneze nchi yenye kuwa na nguvu na nchi yenye kusimama. Tofauti na hivyo, ni hole sana kwa wote ambao wako wanajiunga na adui, wakwazia kwamba kujiunga na adui ndo kuna faida, kumbe kujiunga na adui ni hasara kubwa. Bye bye, tukutane majira ya saa 12. Chao chao.